Kwa nini Yanga waliamua kubadilisha nguo kwenye nyumba ya jirani na sio kule vyumbani? Jibu la kwanza, wewe haikuhusu, na anayejiuliza pia hilo swali haimuhusu. Inatuhusu sisi Yanga wenyewe, na ni maamuzi yetu na tumeyafanya na tumejipongeza kwa hayo maamuzi. Wewe unayejiuliza pembeni, ilikuwaje Yanga wakaenda kwenye ile nyumba? Jibu rahisi tu ni kwamba haikuhusu. Punguza kiherehere kwenye mipango ya watu tauni hapa, punguza ujuaji, maana nimeona uchambuzi mrefu. Punguzeni jamani mipango ya watu tauni, punguzeni ujuaji tauni hapa. Haya ndio majibu ya Ali Shaban Kamwe, msemaji wa klabu ya Young Africans kuhusiana na tukio la Young Africans kutokutumia dressing room katika mchezo wa dabi ambao ulipigwa pale katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo eneo la Mbweni pale, ambapo Young Africans hawakutumia dressing room na badala yake walitumia nyumba ambayo ipo jirani na uwanja. Na ukiangalia ni matukio ambayo sio mageni sana, kwa sababu sio mara ya kwanza kwa klabu ya Young Africans kutokutumia dressing room, lakini imekuwa ni tabia ya Simba, Young Africans na Azam pia alikuwa anaingia kwenye huu mfumo wa kuadapt hizi tabia. Ligi yetu endelee kuwa bora zaidi, na kati ya vitu ambavyo vinaibeba sana hii ligi ni michezo hii ya Simba na Young Africans, lakini pia timu hizi pale ambapo zinapata nafasi ya kwenda kushiriki michezo ya kimataifa, na maanisha kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Lakini haya mambo mengine ambayo kama tunayaona ya timu kuanza kukataa kuingia dressing room ni mambo ambayo sometimes pia yanachafua ligi yetu, lakini pia ni mambo ambayo yanashusha image ya ligi, kwa sababu ni mambo fulani ambayo ni kama vile ya Kiswahili. Lakini ukiniuliza lawama zangu mimi nitazipeleka wapi kuhusiana na matukio haya, mimi naweza nikasema pia ni kuelekea kwenye shirikisho la kandanda hapa nchini Tanzania, TFF, kwa sababu wao ndio wanasimamia ligi na haya mambo wanayaona. Kuna baadhi ya mambo ambayo kabla hayajatokea kuna mipango maalum. Ukiangalia eneo la Mbweni pale, asilimia kubwa ni nyumba za jeshi na ni wanajeshi ambao wanaishi pale, lakini mpaka lile tukio linatokea lilikuwa tayari limeshapangwa kwamba litakuwa hivi na litaishia hivi. Sasa kwa upande wangu mimi ukiniuliza, ili kukomesha haya mambo ya timu kuacha kuingia dressing room, basi kitu ambacho mimi upande wangu nakiona ni kwamba timu ambayo itakataa kuingia dressing room naona ikatwe alama 3. Yaani atahesabika amepoteza mchezo husika. Yaani ile kutokuingia dressing room haijalishi matokeo mengine, kwamba hajaingia dressing room ndani ya dakika 90 ameshinda au hajashinda, basi akatwe point 3 ili kuweza kukomesha hizi tabia. Kwa mtu ashinde au asishinde, kikubwa hajaingia dressing room, kata pointi, utakuwa umemaliza kila kitu. Haina haja ya kuanza kupiga faini kila siku, kupiga faini, kwa sababu faini zinajulikana milioni 5, milioni 10, milioni 15. Ni pesa ambazo kwa klabu hizi hata zikitoa hazipungukiwi na kitu chochote, lakini akipoteza alama 3 next time atajifunza.